watakatifuza watumishi wako ambao Kristo mwanao aliowekea fungo la Pasaka kwa kumwaga damu yake, anaishi na kutawala milele na milele.
Kwa hiyo nitagawia sehemu pamoja na wakuu, nawe atagawanya nyara pamoja nao waliohodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake atakufa. Akahesabiwa pamoja na hao wakosao, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakusanyiko. Neno la Bwana.
tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungano yetu. Kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Basi na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kusaidia wakati wa mahitaji. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Neno la Bwana. Kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi
Mimi nimesema wazi wazi na
Ili nishuhudie ufalme
Wakafanya mafungu manne
kwa maana imefumwa nzima toka juu. Basi wakaambiana, ipate kutimia andiko lisemalo, waligawiana mavazi yangu, na kanzu yangu wakaipigia kura. Ndivyo wasema askari walivyotenda. Wakawa wakisimama karibu na msalaba wa Yesu. Mama yake na dada ya mama yake, Maria wa Kleofa na Maria Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mfuasi aliyempenda amesimama, akamwambia mama yake, huyo ndiye mwana wako. Halafu akamwambia mfuasi, huyu ndiye mama yako. Na tangu saa ile yule mfuasi akampokea kwake. Baadaye Yesu akijua ya kuwa yote yametimia, andiko lipate kutimizwa, akasema, palikuwa na chombo kilichowekwa pale kimejaa asiki,
Naomba kwa wale walio nje, ndani bado kuna nafasi, viti viko vya kutosha, hivyo tunaomba sote tuingie ndani, jaze sehemu za ndani kwanza.
zangu wapendwa, tumesikia katika somo la kwanza kutoka nabii Isaya anaposema mtumishi wa Bwana atawakomboa wanadamu wote kutoka katika dhambi zao kwa njia ya mateso makali. Ni utabiri ambao wanaosema Isaya karibu miaka 700 kabla ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ni utabiri huo unatimia kikamilifu ilipokuja yeye Kristo mwenyewe, kwani alikuwa ni mtu wa mateso makali ambaye amejipika dhambi na taabu zote za wanadamu. Utabiri huo umetimia, aliyotabiri Isaya miaka mingi kabla ya kuja kwake Yesu. Katika somo la pili kutoka kwa Waebrania naambiwa kwamba yeye ambaye tunamwamini Yesu Kristo, ambaye ni kuhani wetu mkuu, na akayaonja mateso yale na kuvumilia taabu zote kwa ajili yetu, kwa kuwa anafahamu taabu na matatizo yetu yako daima, hivyo tayari kutuombea kwa Baba yake. Ndugu zangu, tumesikia mateso yake Kristo na jinsi yalivyo makali. Alikubali kuchukua msalaba wake hadi mwisho. Alifanya, alituambia, mtu akitaka kunifuata achukue msalaba wake na anifuate. Leo hii tumekuja kwa ajili ya kumwona Yesu wa msalaba na kushiriki mateso naye. Mambo mengi yaliyoelezwa katika historia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo tumeyasikia yakisomwa vyema na walioyasoma. Niombe kwa kuwa tunatoa homilia fupi ajili ya maelekezo baada ya historia hiyo ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwani yenyewe yanajitosheleza, na kwa kuwa tumefuatilia kwa makini juu ya mateso hayo, niwaombe tutafakari juu ya watu wawili wale walioteswa pale msalabani na Bwana wetu Yesu Kristo. Si mara nyingi tunawaongelea watu wale. Pale Kalvario Yesu aliteswa na wanyang'anyi wawili waliohukumiwa kufa kwa msalaba, ambayo ndio adhabu iliyokuwa kubwa. Baada ya mtu kuhukumiwa, lazima abebe msalaba, atundikwe hadi kufa. Tena hawataridhika mpaka wavunje miguu yake, na walifanya hivyo. Baada ya kufa kwa Yesu na wale wengine walianza kuvunja miguu ya mmoja, wale waliohukumiwa na Yesu wafe na wa pili,
Na walipofika kwa Yesu hawakuvunja miguu yake, wakasema ameshakwisha, kwani walimchoma ubavu wake kwa mkuki kutoka damu na maji. Kwetu sisi ndio uhai wetu, mwili na damu ya Kristo tunayoishiriki katika Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu, wale wawili, mmojawapo walimwambia Yesu, wewe sio mwana wa Mungu, kwa nini utuokoe sisi na wewe? Mtu huyo alikuwa ameshalemewa na yale mateso, jinsi alivyokuwa mkali. Kwa hiyo akatamani Yesu amwambie shuka. Alitamani Yesu afanye muujiza kama alivyofanya kumfufua Lazaro, akijua kwamba sauti ya Yesu ina nguvu hata ya kuwaokoa wale. Lakini hayasemi vile kama vile mwenye imani anayasema kwa dhihaka. Wewe si unajifanya mwana wa Mungu, kwa nini utuokoe sisi na wewe mwenyewe? Yesu hakujibu neno. Ndipo yule wa pili akamkemea akamwambia, wewe huoni hata aibu? Mimi na wewe tu wanyang'anyi, tu majambazi, labda tumeua watu, umetenda yaliyo mabaya. Huyu hajafanya kitu chochote, amehukumiwa kwa kuonewa. Akamgeukia Yesu akamwambia, Bwana, unikumbuke katika ufalme wako. Ufikapo kule mbinguni, unikumbuke nami. Ndugu zangu, ndugu huyu amepata thawabu ya kufika mbinguni wakati ule. Tunaweza kujiuliza maswali mengi. Alipata wapi hiyo busara ya kumwambia Yesu unikumbuke ufalme wako? Ndio nguvu waliipataje wakati katika hali ya kufa kwa ya mwisho? Bila shaka alikuwa na imani, na imani yake ilikuwa katika maisha ya kimwili, bali zaidi katika maisha ya kiroho. Alitamani tena kufika mbinguni, akae pamoja na Yesu. Mtu huyu anatufundisha mengi, labda anatufikirisha nasi wakati tunapata mateso, iwe ni ya kuumwa, ugonjwa ya kibinadamu, iwe ni ya ajali, au katika kitandani tunapolala kwa sababu ya mateso ya kimwili. Je, Yesu yuko karibu nasi au yuko mbali nasi? Mara nyingi tunapokuwa taabani katika vitanda tukiwa wagonjwa, tunaanza kufikiria nani kaniloga, tunaanza kufikiria nani mbaya wangu. Na katika kufikiria huko, nafikia mahali unamwona jirani yako ndiye anayetaka kuondoka. Singekuwa hivi, ule jirani ndiye anayenitakia mabaya. Na bahati mbaya, kama hajaja kukupa pole kutoka kitandani, tayari tunamhukumu yule jirani au ndugu ambaye mmekosana. Wakati mwingine wala hatupigi hata ishara ya msalaba, na wala hatusemi kwa Mwenyezi Mungu, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Tunafikiri wanaokufa ni wengine, sio sisi. Ndugu zangu wapendwa,
Jifunze kwa yule mnyang'anyi aliyeona kwamba sasa maisha yangu ya hapa duniani yamefika ukomo, lakini akaamini kwamba kuna maisha baada ya kifo. Akamwambia Yesu, naomba unikumbuke. Ili nasi katika hali ngumu au ni ya kuumwa au ya ajali, tumwambie Mwenyezi Mungu au Bwana wetu Yesu Kristo, roho yangu inataka kutoka, unikumbuke katika ufalme wako. Katika hatua hiyo ya mwisho, na kwa maneno hayo aliyoyasema yule mwili pale msalabani, Yesu alisikia sauti yake na akampa ahadi aliyoitamani. Nasi katika mateso tukimwambia Yesu, usituache, hakika hajawahi kumwacha mtu yeyote. Tutafika kule tunakotamani sote. Lakini kwa sababu tunafikiria sisi tumeumbwa kwa ajili ya ulimwengu huu na tuko hapa kwa ajili ya kudumu, maana tunakata tamaa hata karibu na mauti yetu. Ni wachache sisi tuwe miongoni mwa hao. Katika taabu zetu na mashaka yetu, tumwambie Yesu, kumbuke katika maisha yako mbinguni. Kinyume chake tutakuwa kama yule mwivi aliyemkemea Yesu akisema, wewe si mwana wa Mungu, mbona utuokoe sisi na wewe mwenyewe? Matokeo yake tunaenda motoni. Tumeishi Ukristo wetu kwa miaka yote, lakini katika dakika ya mwisho tutafuti Yesu, wala hatumwambie Yesu tuko naye. Zangu wapendwa, katika shida zetu, taabu zetu, tumkimbilie Yesu. Ili achukua yote hadi mwisho na akafa pale msalaba. Alipotuambia kila mmoja abebe msalaba wake, maana yake tusitupe misalaba yetu njiani. Misalaba yetu ikawe daraja na ngazi ya kutufikisha mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Inafuata sehemu ya maombi kwa ajili ya watu wote. Naomba tusimame. Kwa ajili ya kanisa takatifu
Enyi ndugu wapendwa sana, tuliombee kanisa takatifu la Mungu, ili Mungu na Bwana wetu apende kulijalia amani, kulikusanya na kulilinda popote duniani. Pia tujalie sisi tumtukuze Mungu Baba mwenyezi katika maisha na amani sawa. Tupige magoti, simame. Mungu Mwenyezi wa milele, uliyewafungulia mataifa yote utukufu wako katika Kristo, uilinde kazi ya huruma yako, ili kanisa lako lililoenea popote duniani liendelee kwa imani thabiti kuliungama jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa ajili ya Baba tumwombe pia Baba Mtakatifu yetu, Baba Mtakatifu wetu Francis, ili Mungu na Bwana wetu aliyemteua katika daraja la uaskofu amlinde akae na salama kwa ajili ya kanisa lake, apate kuliongoza taifa takatifu la Mungu. Tupige magoti, simame. Mungu Mwenyezi wa milele, ambaye vitu vyote huumbwa kwa uamuzi wako, uyasikilize kwa wema maombi yetu, umlinde kwa huruma yako huyo mchungaji mkuu uliyemteua kwa ajili yetu, ili jamii ya Wakristo ambao wewe mwenyewe unawatawala chini ya huyo mchungaji mkuu, waongezewe mastahili ya imani yao kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa ajili ya kila daraja na cheo cha uamini, mniombe pia nami askofu wenu, maaskofu wote, mapadri, mashemasi wa kanisa na jamii yote ya waamini. Tupige magoti, simame. Mungu Mwenyezi wa milele, ambaye Roho wako utakatifuza na kusimamia mwili wote wa kanisa, utusikilize sisi tunaoombea watumishi wako, ili wote kwa msaada wa neema yako wakutumikia kiaminifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa ajili ya wakatekumeni, tuombe pia wakatekumeni wetu, ili Mungu Bwana wetu azibe masikio ya mioyo yao na afungue mlango wa rehema yako, kusudi waweze kupata maondoleo ya dhambi zao zote kwa njia ya maji na ubatizo na kuzaliwa upya, nao pia wawe ndani ya Kristo Bwana wetu. Tupige magoti, simame.
ili listawishe daima kanisa lako kwa kulipatia mwana wako. Uongeze imani na akili wakati kwetu, ili uaminisha kuzaliwa mara ya pili katika kisima cha ubatizo, wahesabike kati ya jamii ya hao waliofanya ubatizo wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa ajili ya umoja wa Kristo, tuombe pia ndugu zetu wanaomwamini Kristo, ili Mungu na Bwana wetu wapende kuwakusanya katika kanisa lake lililo moja na kuwalinda hao watendao ukweli. Tupige magoti, simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, unayeyakusanya yaliyotawanyika na kuyalinda yaliyokusanywa, ulitazame kwa wema kundi lako mwanao, ili wale waliotakaswa kwa ubatizo mmoja waunganishwe kwa umoja wa imani na kifungo cha upendo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa ajili ya Wayahudi, tuombe pia Wayahudi ambao Mungu Bwana wetu alinena nao kwanza, ili awajalie wazidi kulipenda jina lake na kuwa waaminifu katika kuishi agano lake. Tupige magoti, simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, uliyempa Ibrahimu na uzao wake ahadi zako, usikilize kwa wema maombi ya kanisa lako, ili taifa ulilolipatia kwanza lijaliwe kufikia utimilifu wa ukombozi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa ajili ya wasiomwamini Kristo, tuombe pia wale wasiomwamini Kristo, ili wakiangazwa na nuru ya Roho Mtakatifu wapate na kuingia katika njia ya wokovu. Tupige magoti, simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele,